Kumewaka nchini Tanzania tena baada ya siku 100 zake Samia kuwa afisini kukataliwa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema hakitambui rasmi siku 100 za uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, kikisisitiza kuwa tathmini utawala wowote haiwezi kufanyika bila kwanza kushughulikia kile chama hicho kinachokitaja kama mzizi wa mgogoro wa kisiasa nchini, ambao ni uhalali wa uchaguzi mkuu uliopita. Msimamo huo umetolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche katika mahojiano maalum na BBC Swahili, ambapo alieleza kuwa kwa mtazamo wa chama chake, serikali iliyopo madarakani iliingia kupitia mchakato usiozingatia matakwa ya katiba na misingi ya demokrasia. Akizungumza kuhusu hoja ya siku 100 za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, Heche alisema kuwa Chadema haiwezi kushiriki katika mijadala ya tathmini ya utendaji wa serikali, wakati kwa mujibu wa chama hicho msingi wa serikali hiyo unatiliwa shaka. Alisisitiza kuwa kabla ya kuzungumzia mafanikio au changamoto za siku 100, ni lazima kwanza kuwe na majibu ya msingi kuhusu uhalali wa viongozi uliopo. Kwa mujibu wa makamu mwenyekiti huyo, Chadema inaamini kuwa uchaguzi mkuu uliopita haukuwa huru wala wa haki, na kwamba ulijaa ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi, ikiwemo madai ya matumizi ya nguvu, vitisho na kuingiliwa kwa mchakato wa upigaji kura na uhesabuji wa matokeo. Heche alidai kuwa kutokana na hali hiyo, chama chake hakiwezi kutambua uhalali wa viongozi waliotokana na uchaguzi huo. Alisema kuwa kwa mtazamo wa Chadema, viongozi waliopo madarakani wamejipachika madaraka kinyume na katiba, wakitumia vyombo vya dola kudhibiti mamlaka badala ya ridhaa ya wananchi. Na katika maelezo yake, Heche alisisitiza kuwa Chadema haikusudia uchaguzi, bali mazingira ya uchaguzi yalifanya isiwezekane kwa wananchi kushiriki kwa uhuru. Alieleza kuwa uchaguzi wa kidemokrasia unahitaji kuwepo kwa mazingira yanayoruhusu wapiga kura kutoa maamuzi yao bila shinikizo, huku kura zikihesabiwa kwa uwazi na matokeo kutangazwa kwa uaminifu. Kwa mujibu wa Chadema, hatua ya kutambua siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan bila kushughulikia masuala ya msingi ya uchaguzi ni sawa na kupuuza kilio cha wananchi waliodai kudhulumiwa haki yao ya msingi ya kuchagua viongozi wao. Akizungumzia juhudi za serikali za kuanzisha mchakato wa maridhiano ya kisiasa, ikiwemo kuundwa kwa tume na kamati mbalimbali za kuchunguza matukio ya ghasia na vifo vilivyotokea wakati wa uchaguzi, hususan matukio ya Oktoba 29, Heche alieleza kuwa Chadema haina imani na mifumo hiyo. Alidai kuwa serikali haiwezi kuwa hakimu katika kesi inayomhusu moja kwa moja, akisisitiza kuwa haki haiwezi kupatikana pale ambapo wahusika wakuu wa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu wanahusika katika mchakato wa kutoa haki hiyo. Kwa mujibu wa kauli ya Heche, mauaji, mateso na ukiukwaji wa haki uliodaiwa kutokea wakati wa uchaguzi ni masuala ya jinai yanayohitaji uwajibikaji wa kweli na sio kushughulikiwa kupitia majukwaa ya maridhiano yasiyo na mamlaka ya kisheria ya kuwajibisha wahusika. Aliongeza kuwa wananchi wengi wamepoteza ndugu zao katika mazingira yanayohusishwa na mchakato wa uchaguzi, lakini hadi sasa, kwa mujibu wa Chadema, hakuna haki iliyotolewa wala wahusika kuchukuliwa hatua. Alisema kuwa hali hiyo inazidisha mpasuko wa siasa na kijamii na haiwezi kutatuliwa kwa kauli za kisiasa pekee. Na katika mahojiano hayo, makamu mwenyekiti wa Chadema alisisitiza kuwa suluhu ya kudumu ya mgogoro wa kisiasa nchini haiwezi kupatikana bila kufanyika kwa uchaguzi mkuu ama mpya mkuu unaosimamiwa na chombo huru na unaozingatia matakwa ya katiba na misingi ya demokrasia. Aidha, Heche alieleza kuwa mchakato wa maridhiano unaopigiwa debe na serikali hauwezi kuzaa matunda bila kuwepo kwa katiba mpya, na kwa mujibu wake, katiba ya sasa imeshindwa kulinda kikamilifu haki za wananchi, hasa katika masuala ya uchaguzi, mgawanyo wa madaraka na uwajibikaji wa viongozi. Alisema kuwa kwa muda mrefu vyama vya upinzani vimekuwa vikitoa wito wa kufanyika kwa mabadiliko ya kikatiba ili kuimarisha demokrasia, lakini madai hayo yamekuwa yakipuuzwa.
Aliongeza kuwa bila katiba mpya, migogoro ya uchaguzi itaendelea kujirudia na imani ya wananchi kwa mifumo ya kidemokrasia itaendelea kudhoofika. Akizungumzia mustakabali wa mazungumzo kati ya vyama vya siasa na serikali, Heche alieleza kuwa Chadema haitafanya maamuzi makubwa kwa misingi ya mtu mmoja au kundi dogo la viongozi. Alisisitiza kuwa maamuzi yote makubwa yatafanywa kupitia kikao halali vya chama, ikiwemo baraza kuu la kamati kuu, na kuzingatia maoni ya wanachama na misingi ya chama. Kwa mujibu wa Chadema, mazungumzo yoyote ya kisiasa yanapaswa kuwa na malengo ya wazi, ikiwemo kurejesha mamlaka kwa wananchi, kuhakikisha haki kwa waathirika wa ukatili wa kisiasa na kuweka mazingira ya uchunguzi huru na wa haki. Heche alihitimisha kwa kutoa wito wa kurejeshwa kwa mamlaka ya wananchi ili waweze kuamua viongozi wao kupitia mchakato wa kidemokrasia usio na shaka. Alisisitiza kuwa bila hatua hizo, migogoro ya kisiasa itaendelea na imani ya wananchi kwa mfumo wa utawala itaendelea kuporomoka. Kwa upande wake, serikali imekuwa ikisisitiza kuwa iko tayari kusikiliza maoni ya vyama vya siasa na wadau mbalimbali, huku ikisisitiza umuhimu wa maridhiano, amani na mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, kauli ya Chadema inaonyesha kuwa bado kuna tofauti kubwa za msingi kati ya serikali na upinzani kuhusu njia sahihi ya kutatua mgogoro wa kisiasa ambao upo. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kuwa msimamo wa Chadema unaashiria changamoto kubwa kwa mchakato wa maridhiano, hasa pale ambapo pande mbili zinatofautiana kuhusu uhalali wa serikali na mwelekeo wa mageuzi ya kisiasa. Na kadri mijadala kuhusu siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan inavyoendelea, msimamo wa Chadema unaongeza sura mpya katika mjadala wa kitaifa kuhusu demokrasia, haki za binadamu na mustakabali wa uchaguzi nchini. Ni hayo tuliokuletea siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na vile kumbuka, waweza kuwa nambari 1 kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani. Unachotakiwa kukifanya ni kugonga alama ya kengele ili uweze kuwa unapokea notifications ama alerts kila wakati tunapoweka video zetu, na bila shaka uwe wa kwanza kupokea video hizi.